Tukiendelea kupashana kile kinachoendelea kule Irani na miji mingine au nchi zingine Mashariki ya Kati, mkuu wa usalama wa Irani Ali Larijani amesema mchakato wa mpito kufuatia mauaji ya kiongozi mkuu Ali Khamenei utaanza Jumapili ambayo ni leo. Baraza la uongozi la mpito litaundwa hivi karibuni. Raisi, mkuu wa mahakama na mwanasheria kutoka baraza la walinzi watachukua jukumu hadi uchaguzi wa kiongozi ajaye. Mkuu wa chombo cha juu cha usalama cha Irani, Baraza Kuu la Usalama la Kitaifa, ambaye alikuwa ni mshauri mkuu wa usalama wa Khamenei. Baraza hili litaanzishwa haraka iwezekanavyo. Tunafanya kazi kuliunda mapema kama leo, alisema katika mahojiano yaliyotangazwa na televisheni ya serikali. Pia Larijani alionya Jumapili dhidi ya majaribio ya kuigawa Irani kufuatia mauaji ya Khamenei. Irani inakusudia kupata mrithi wa Khamenei na haijajulikana bado ni nani, licha kuwa kuna majina kadhaa yamekwisha kutajwa huenda yakachukua nafasi yake, na niko hapa kwa ajili ya kukupa baadhi tu ya waliotajwa kwenye hiyo, na naona kuna kijana wake Mujtaba Khamenei ambaye anatajwa huenda akawa katika watu hao, lakini kuna Ali Reza Arafi, Director of the Irani Religious Seminaries. Huyu zaidi anakuwa makao yake makuu kule ni Qom, katika moja ya miji mitakatifu zaidi wa Shia. Lakini kuna Muhammad Mahdi Mirbagheri, naye ametajwa kuwa huenda akawa katika hiyo nafasi. Hassan Khomeini, kijana mtoto mkubwa wa Ruhollah Khomeini. Kuna viongozi wawili Irani ambao watu huwachanganya. Aliyefanya mapinduzi wa kwanza na aliyekuwa kiongozi supreme leader wa kwanza wa Irani ni Ruhollah Khomeini. Aliyekuja kumrithi mwaka 89 baada ya kifo chake alikuwa ni Ali Khamenei. Huyu ndio aliyeuawa, Ali Khamenei. Kwa hiyo hapa kuna watoto wawili wa viongozi wote ambao walipita. Kuna Mujtaba Khamenei ambaye ni mtoto wa huyu kiongozi aliyeuawa hivi sasa, halafu kuna Hassan Khomeini, huyu ni mtoto wa kiongozi wa kwanza wa Irani. Lakini kuna Ghulam Hussein Mohsin Ejei, huyu pia naye anatajwa huenda akachukua nafasi ya kiongozi, na huenda leo hii tukapata jibu la kiongozi gani atakuwa atakayerithi nafasi ya Khamenei. Donald Trump ametoa vitisho kwa Irani kuwa kama wataendelea kuwa na ukaidi, basi watashuhudia mashambulizi makubwa zaidi ambayo watayafanya. Marekani anasema watafanya mashambulizi makubwa ambayo hawajawahi kuyashuhudia. Ndio hicho anachokiongea, lakini Rais Donald Trump amewapigia simu viongozi wa nchi za Mashariki ya Kati wakiwemo Saudi Arabia, Qatar, Uturuki pamoja na UAE kuwapa pole kwa kile ambacho kimetokea. Mpaka sasa najaribu kutafuta kuangalia kama kuna nchi za Mashariki ya Kati au nchi ambazo zimekuwa zikitoa pole kwa kifo cha kiongozi mkuu wa Irani. Mtazozipata huko na mimi mtakuwa mnani share na mimi. Yes, kuna wengine wale mnanitumia sana message, mtaniwia radhi. Ni tabu kujibu message, zimekuwa ni nyingi sana, ila nikipata muda nakuwa najibu moja moja. Zaidi pia ni cheki kwenye WhatsApp ambayo ndio naweza nikakujibu kwa urahisi kuliko message za kawaida. Hilo unaweza ukafanya hivyo. Iran hit back after Khamenei killed US strikes. Irani wameendeleza, asubuhi wameendeleza, kuanzia usiku wameendeleza ku hit back. Kitu nilichokigundua kwenye huu mzozo mpaka muda huu, kuna baadhi ya vitu nimevigundua. Nilizungumza kwenye mazungumzo yangu yaliyopita kuwa Irani wameendelea kufanya makosa yale yale ambao wamekuwa wakiyafanya. Hauwezi kuwa mzuri kila sehemu. Irani bado wanavuja sana kwenye intelijensia yao, lakini pia tunaweza tukasema kuwa kuna dharau au maybe kupuuza kwao kumekuwa. Nitakupa mfano kuwa wakati wa mzozo wa mwaka juzi kati ya Israeli na Hizbullah, Waziri Mkuu Netanyahu, licha ya mzozo wa Hizbullah tu ulikuwa ni shida, yani licha ya mzozo wa Hizbullah, lakini Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu alikuwa hatoki
chini kwenye zile banka, na ulikuwa ni mzozo wa Hezbollah tu peke yake. Kwa hiyo alikuwa na tahadhari zote. Hauwezi kusema kama unapambana kama na Iran, lakini kiongozi mkuu wa nchi kama Irani, nchi iko kwenye hali ngumu, iko kwenye mzingiro wa kila namna, yeye anakwenda kwenye ofisi yake ya kawaida. Inawezekana kuna wakati, unajua, kuna watu, kuna viongozi ambao wanakuwa na ule ujeuri kuwa nitafanya nini, hebu niacheni mimi nifanye hivyo ninavyofanya. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo Irani wameendeleza mashambulizi yao mengi, hata asubuhi wamepiga Doha, wamepiga sehemu nyingine, na muda huu naongea na wewe sasa hivi kuna mashambulizi yanafanyika Teherani. Naona kuna mashambulizi na moshi unafuka katika jiji la Teherani, lakini huku kwingine Irani wameonekana kama walifanya mashambulizi asubuhi kwenye miji baadhi na upande wa pili wa Israel, lakini mara hii naona sasa Marekani na Israel wanajibu kwa kushambulia upande wa pili wa Irani. Mamilioni ya watu wako barabarani, mamilioni ya watu wako barabarani, hasa kwenye miji ya pembeni. Walikuwepo Tehran, lakini kwenye miji kama Tabriz, Isfahan ndio imeonekana sana kuwa na mamilioni ya watu ambao wanaomboleza. Lakini kuna maandamano yameonekana kule Iraki, maandamano ya Pakistani na kule Kashmir, tumeona Lebanon na baadhi ya nchi. Nimeona Pakistani ubalozi wa Marekani ukishambuliwa kule Karachi, lakini pia mitaa kama ya Green Zone, unajua Iraq pale Green Zone ndio mitaa ya diplomatic, ilikuwa imevurugika kabisa, na vurugu zimeonekana kama zinaweza kwenda sehemu nyingi, kwa sababu unafahamu kuwa Ali Khamenei hakuwa tu kiongozi wa Irani, lakini alikuwa ni kiongozi mkuu wa kiroho wa imani ya Kishia. Sasa huyu ni kiongozi wao mkuu wa kidini. Kwa hiyo unaweza kuona kuwa ulimwengu wote wa Kishia unaomboleza hii na ulimwengu wa Kiislamu unaomboleza hili kifo cha Khamenei. Nimeyagundua nilichogundua kuwa bado hakuna mfumo wowote wa ulinzi wa anga duniani ambao ni bora. Hilo nalipigia mstari. Sijaona mfumo wa anga wowote wenye uwezo kuzidi makombora, kwa sababu tulichokiona awamu iliyopita na tunachokiona hivi sasa ni vitu ambavyo unashindwa, yani kuwa huwezi kusema kuwa kuna mifumo bora sana ya ulinzi wa anga, kwa sababu Irani sasa hivi anashambuliwa hivi sasa na naona moshi mkubwa umefuka. Usiku kucha Irani wamepiga popote wanapotaka, yani ndani ya Israeli wamepiga popote wanapopata, na hata mara hii husikii sana zile hadithi za kuwa tumepangua 99.99%. Huzisikii sana, kwa sababu hata wanaoandika hizo wenyewe pia wakati wanaona aibu kuwa tutaandika kitu gani, chukua hii inawezekana kweli. Nilichoona ni kuwa tofauti kabisa, kuwa uwezo wa makombora na waliobuni makombora bado wako juu ya waliobuni uwezo wa mfumo wa ulinzi wa anga duniani, kwa sababu baada ya 12 Days War Marekani alisukuma mifumo mingine kuongeza sehemu inayovuja ya Israel, kwa sababu ukichukua Israel ni eneo dogo sana, lakini mifumo ya ulinzi wa anga ni mingi, imepangwa sehemu nyingi. Kwa hiyo kama kungekuwa na ubora wa mifumo ya ulinzi wa anga, nadhani Israel ingekuwa inatupa majibu kuwa kweli mifumo ya uwezo wa anga inafanya kazi vizuri, kwa sababu mifumo hii imewekwa katika eneo dogo sana, halafu ni mifumo mingi. Lakini tunachokiona ni tofauti, kuwa mashambulizi, makombora yanaweza kupenya mifumo. Kwa hiyo kwangu mimi bado sijaona mfumo wa ulinzi wa anga wowote ambao unaweza kuwa na nguvu na uwezo kuzidi makombora. Makombora bado yanaonekana kuwa yana nguvu na yana uwezo. Labda mifumo ya uwezo wa anga inaweza kupangua kombora linapokuja moja moja, lakini makombora yanapomwagika yanakuja kama mvua, sio rahisi kuyazuia. Kuna maandamano yanafanyika kule Marekani pia, kule White House yalifanyika ya kupinga vita hii, maandamano kule Marekani, lakini kama nilivyowaambia kuwa maombolezo yameendelea, lakini nimeona wanaharakati wetu wamerudia lile ambalo nililiona wakati wa Venezuela, kwa kushangilia kukamatwa kwa Maduro, kuchukuliwa kwa Maduro. Na nimeona na mara hii kuwa wamekuwa wakinani vile, kila mtu ana haki ya kufanya kile anachokiona kiko sawa, lakini inawezekana tafsiri ya haki, uhuru, demokrasia, kila mmoja anaweza kile tafsiri anavyoiona kuwa yeye kwake ndio tafsiri halisi, lakini kwa wengine tafsiri tunaweza tukaiona kwenye njia nyingine tofauti, kwa sababu huenda kuna ulimwengu unaamini kuwa ulimwengu wa magharibi ndio wenye ustaarabu na ndio wenye demokrasia na ndio wenye uhuru,
na kuna wengine wanaamini kuwa huu ni ulimwengu ambao hauna ustaarabu, ni ulimwengu ambao si kweli unazungumza kuhusu demokrasia, wala si kweli unazungumza kuhusu haki, kwa sababu haki hiyo inapokuwa kwao ni haki, ikiwa kwa wengine ni haki yao pia. Yani hawawezi kuipata hiyo haki kwa ulimwengu, na tafsiri imekuwa ni tofauti kabisa. Sasa wameniuliza watu, Urusi yuko wapi na China yuko wapi? Nadhani mtarudi nyuma kile nilikuwa nikikizungumza awali. Nilishawaambia kuanzia mwanzo. Hapa nyuma mlitupigisha stori nyingi za China, sijui kumuuzia na nani, China kaingia akafanya nini, Marekani ameogopa kuishambulia Irani kwa sababu kulikuwa kuna mazoezi ya Urusi, sijui kuna nini. Hadithi zilikuwa ni nyingi sana, lakini sikuwahi kubadili msimamo wangu tangu vita ya mwaka jana kuwa Urusi hawezi kuingilia vita ya Irani na Marekani. Urusi, China hawezi kuingilia vita ya Marekani anapokuwa, hata Israeli anapokuwa. Nilishawaambia uhusiano wa Urusi na Israeli ulivyo. Kwa hiyo haya maslahi ya Israeli ndio maslahi ya Urusi. Kwa hiyo huwezi kuniambia kuwa Urusi akiambiwa kuchagua katika hizi, Urusi atachagua tu kwenda upande wa pili wa Israeli na sio kwenda the fuel shipment through the Strait of Hormuz. Yes, kuna tatizo tayari la mfereji wa Hormuz, naonekana kama tayari umekuwa suspended, yani zimeondolewa. Yani meli nyingi sasa zimeogopa kupita kwenye mfereji wa Hormuz. Hili ni tegemeo kubwa la hali ngumu kwa nchi zetu. Unapofunga mfereji wa Hormuz unaopitisha pipa milioni 20, tarajia maumivu yake yatayokuja. Hapa sisi tutaumia. Kwa hiyo kwa hili tangazo yani inakwambia makampuni makubwa na mashirika makubwa ya meli yameondoa meli zao kuelekea kwenye mfereji Hormuz. Yani Irani hawajatangaza kama wameufunga, japokuwa walisema wataufunga huu mfereji, yani wameondoa. Sawa. Kuna inasema Duqm Commercial Ports, kuna droni moja ya haijafahamika droni ni ya Irani au ya nani, imepiga poti ya Omani iliyopo kule Duqm. Duqm ni Omani, pale wana makampuni ni mbali, takriban kilomita 500 kutoka Muscat. Inaonekana kuna drone moja imetua hapo na mtu mmoja amejeruhiwa. Haijafahamika bado drone hiyo ni ya Marekani, drone hiyo ni ya Irani ambayo imepiga pale kwenye poti ya Duqm. Poti ya Duqm inakuwa iko upande wa pili karibu kabisa, inatazama karibu na upande wa Imarat na iko mbali wa karibu kilomita 500 kutoka Omani. Pale Omani walijenga poti ambayo imekuwa ni poti kubwa kwa upande wa, naweza kusema kwa Mashariki ya Kati, naweza nikasema moja ya poti kubwa kabisa zinazofanya service kubwa za meli ya aina yoyote duniani inaingia pale na inafanyiwa service pale Duqm. Kuna kampuni kubwa ziko kama kampuni za Odyssey, Oman Dry Dock Company, ndio major company ambazo ziko pale zinafanya kazi Duqm. Kwa hiyo tunaambiwa kuwa kuna drone imepiga pale na haijafahamika moja kwa moja ni drone ya upande gani ambayo imetua hapo. Sasa nilikuwa nikiwaambia kuwa kile ninachokiona kuhusu mfano wanaharakati, kile wanachokiwaza hawajawahi kutujibu mpaka leo kuwa baada ya Maduro kuchukuliwa pale, je, raia wale wa Venezuela ambao wao wanaharakati wanadai walikuwa nyuma yao, je, wamekipata kile ambacho kilikuwa kinatakiwa kipate au nini kimetokea? Je, Marekani ikapata kile alichokuwa nakipata? Je, haki ndani ya Venezuela imerudi? Au nimejiridhisha kuwa wengi wa wanaharakati hawajui lolote, hawaelewi kabisa dunia iko wapi wala ulimwengu uko wapi, hawaelewi kabisa siasa ya ulimwengu inaendeshwaje, wala hawafahamu kuwa nchi fulani na nchi fulani zina uhusiano gani. Wala nimepata mtu ananiambia kuwa kwa nini Irani inashambulia nchi za Kiarabu? Nchi za Kiarabu ni maana yake ni kuwa yuko mbali na vitu hivyo. Irani hawajashambulia nchi yoyote ya Kiarabu. Irani waliahidi kuwa nchi yoyote ya Mashariki ya Kati ambayo itatoa hifadhi au itaruhusu ardhi yake itumike kushambulia Irani na yenyewe itajibu katika ile nchi. Kwa hiyo Irani haikushambulia nchi yoyote, imeshambulia sehemu, yani wanasema uliporusha jiwe na sisi tutarudisha jiwe ulilorusha. Kwa hiyo Irani imerudisha jiwe liliporushwa. Maana yake huwezi kusema kuwa ilishambulia, imekuwa ikishambulia maslahi. Okay, japo kwa tunaona kama mfano Dubai
airport imeguswa, Burj Khalifa, na hatari kubwa sana. Lakini hili pia ni pigo pia kwa ulimwengu mwingine, kwa sababu mara kadhaa tumekuwa tukizungumza kuhusu mabadiliko ya sera, mfano ya UAE kuelekea ulimwengu mwingine. Kuanzia mzozo wa Yemen, mnakumbuka niliwahi kuambia jinsi ilivyogawika kati ya UAE na Saudi Arabia. Nilisema UAE inasogea sana kwenye mizozo ambayo kuwa itakuwa ni mbaya kwao, ambapo uchumi wa nchi hiyo kwa kiasi kikubwa unashikiliwa na wawekezaji kutoka nje. Alert inaogonga vichwani hivi sasa kwa wawekezaji waliopo UAE kuwa UAE Dubai, UAE Imarati si salama tena kwa wawekezaji. Nadhani hicho kinazunguka moja kwa moja kwenye kichwa, na hiyo itasababisha wawekezaji wengi waanze kufuatilia sera za nchi kwanza kabla ya uwekezaji. Kwa hiyo utaona migogoro ambayo UAE wameshajiingiza sasa hivi, mfano mgogoro wa Sudani, moja kwa moja wameingia kwenye mgogoro wa Somaliland, lakini wapo kwenye mgogoro wa Yemen, lakini hivi sasa kwenye mgogoro wa Israel, na sasa mgogoro wa Irani, moja kwa moja kuwa inastua wawekezaji wakubwa kuwa uwekezaji wetu hapa si salama na tujaribu kuangalia sehemu nyingine. Bila shaka katika kipindi hiki naweza nikasema nchi kama Oman imekuwa juu sana, kwa sababu hata wawekezaji ambao wamekuwa waking'aza macho yao kuangalia, wanaona ubora na utulivu, kwa sababu wanaweza kufikiria kuwa hii ndio nchi ambayo tunaweza tukawekeza, kwa sababu ni nchi ambayo siasa yake haitaki kufungamana na upande wowote. Naweza kusema kuwa ni nchi salama katika uwekezaji, kwa sababu tumeona kilichotokea jana kuwa karibu nchi zote ziliguswa za Mashariki ya Kati, au karibu nchi zote za Gulf ziliguswa, kasoro Omani peke yake haikuguswa. Si kwa bahati mbaya kuwa haikuguswa, kwa sababu hiyo ni sera yao ambayo wamejiwekea kuwa wao hawafungamani na sera ya upande wowote. Kwa hiyo wanaweka usalama. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anahisi kuwa mwekezaji mkubwa na nchi ambayo inaweza kuwa salama kwa hivi sasa kutokana na ulimwengu ulipo, unaweza ukaona moja kwa moja tu kuwa Omani ndio nchi salama zaidi kuwekeza, kwa sababu haifungamani na sera ya nchi yoyote, na ndio maana imebaki kuwa safe katika kipindi ambacho nchi zote karibu zimevurugika za Mashariki ya Kati na zimeingia kwenye mgogoro wa moja kwa moja. Sasa inatajwa kuwa wawekezaji wa Imarati angalau 5% pekee wakihofu kuhusu uwekezaji wao na wakatoa uwekezaji wao, uchumi huu ambao umeshikiliwa kwa kiwango kikubwa na wawekezaji kutoka nje unaweza ukatetereka vibaya sana. Bila shaka baada ya hili UAE itajaribu kuangalia uwezekano wa kubadili sera zake za nje. Maana yake kuwa UAE imekuwa ni kama vile nyumba ya vioo ambayo mwenye nyumba ameamua kuwarushia mawe wale wengine, akasahau kuwa yeye pia yuko kwenye nyumba ambayo ni vioo tupu, na sasa amekuja kustuka katikati kuwa baada ya kurusha mawe na wenyewe wanamrushia sasa na kujibu kuonyesha kuwa wewe ndio upo kwenye nyumba ya vioo na wewe ndio utaoathirika na huu mgogoro na hii vurugu. Jamani, asanteni kwa sasa, nitarejea mara nyingine tena pale update mpya zitakapopatikana. Shukran sana.